Leo nataka nikupe siri moja, rafiki yangu unayeendelea kufuatilia mafundisho. Unajua hutakiwi kuwaogopa adui zako, wachawi, waganga, watu wanaopambana na maisha yako. Kwa nini usiogope? Ni kwa sababu hakuna mwanadamu atakayeishi milele duniani. Haya yote watu wanafanya, wivu unaendelea, vita inaendelea, mabaya yanaendelea, lakini hayo yote ni kwa muda na yatafika mwisho. Na mwisho wale walioonewa Mungu atawainua kama wakiwa makini kusimamia thamani ya Mungu kwenye maisha yao. Thamani ya mwanadamu haipo kwamba ana cheo gani, yeye ni nani, amezaliwa wapi. Thamani ya mwanadamu iko pale tu anapogundua kwamba yuko aliyemfia, yuko aliyejitoa kwa ajili ya dhambi zake ili asije akakosa uzima wa milele. Anapogundua kwamba yuko Roho Mtakatifu ambaye ni rafiki kipenzi wa maisha yetu, ambaye amekubali kuja kukaa ndani yetu, yani Roho wa Kristo mwenyewe, Roho wa Baba mwenyewe, maji yaliyo hai mwenyewe yanayomiminika ndani ya mioyo yetu, yamekubali kuja kukaa ndani yetu. Hekima ya mwanadamu ni upumbavu mbele ya Mungu. Roho ya kujiinua ni ubatili mbele ya Mungu. Unyenyekevu, utii, kushuka, kuamini kwamba wewe ni mwanadamu, uliumbwa uko duniani, lakini ipo siku aliyekuweka duniani atakuondoa. Kama jinsi ulivyokuja na haujui ulitoka wapi. Ni kweli wazazi walikuzaa na wao wana safari zao, na wewe una safari yako. Kwa hiyo ni wewe wakati wa kujua kwamba ipo nafasi ya kuwepo chanzo cha kila kitu kwenye maisha hapa duniani. Kama mbuzi muda mwingine wanavyokufa wakaoza, na sisi wanadamu ndo hivyo hivyo. Kama jinsi mfinyanzi unavyoweza kufinyanga, mvua ikanyesha, ule mfinyanzi ukapukutika, na wewe mwanadamu leo upo, kuna wakati utapukutika. Kama jinsi majani au jinsi ua linavyoota vizuri kapendeza, baada ya muda likakauka, majani baada ya muda yakaporomoka, ndivyo mwanadamu alivyo. Sasa leo nataka nikuulize, wewe unajua asili ya maisha yako ni nini? Umeshagundua aliyekuweka duniani amekuweka kwa kusudi gani? Ulishafanya kila anachotaka? Unajua ni lini atakuondoa? Kama unajua haujui ni lini utaondoka duniani, kwa nini usianze kumsifu? Kwa nini usianze kumtukuza? Kwa nini usianze kusema, Mungu nakupa maisha yangu, roho yangu na mwili wangu. Bwana Yesu, wewe ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Roho Mtakatifu na kuhitaji na kupenda. Ni ponde ponde, ni vunje vunje mimi mwanadamu. Sitaki kuzidi kuwa na kiburi, sitaki kuwa na majivuno, sitaki kuwa na ukaidi, sitaki asi. Mungu wangu, nipe moyo mpya, nipe moyo safi wa kukupenda, kukujua, kukuamini na kukutumikia. Anza kuconfess, maana roho yule aliyemfufua Lazaro, roho yule aliyemfufua Yesu Kristo akahuisha mwili wake wa uharibifu kuwa mwili usioharibika, huyo ndo roho anayekaa ndani yako unapomwobei. Maana Yesu Kristo ndo asiri ya hazina yote ya maarifa, hazina yote ya hekima, hazina yote ya utukufu wa Mungu. Maana yote alionayo Baba ni ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa unapoanza kumpenda, ukamwamini aliyetumwa kipenzi cha maisha yetu, Roho Mtakatifu, kaanza kumthamini na kujitoa kwa ajili ya upendo wa Kristo, na kwa hakika ukijitoa utaona mema. Maisha ya mwanadamu asiyemjua Mungu ni mwanadamu ambaye hana future. Yafaa nini upate ulimwengu mzima lakini uiteketeze nafsi yako siku ya mwisho? Unaona nchi zinapigana sasa, unaona mataifa yanagombana, unaona vita inaanza kuingia, njaa zinaanza kuingia. Kumbuka tupo kwenye harufu ya mwisho. Tupo kwenye mabaragumu ya mwisho. Tupo kwenye oya maseka ya raba. Anza kutafakari maisha yako rafiki yangu. Anza kujua, andaa mapema. Mtu ambaye anajua future ni nini, ameshaanza kuandaa moyo wake ili siku ya unyakuo ukifika asije akakosa nafasi. Sisemi usijifanyie kitu cha kuweza kukusaidia. Sisemi uwe mzembe usifanye kazi, ila ninachokuambia, jiandae. Andaa nafsi yako, andaa moyo wako, andaa roho yako, andaa mwili wako. Zidi kuwa mtakatifu, zidi kujiandaa,
Zidi kupata maarifa ya Mungu. Zidi kumjua yule ambako unaelekea. Zidi kusoma Biblia kwa wingi sana na kuomba. Maana tupo nyakati za mwisho. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Majira yakifika, kuna wakati utakuja kusema huenda ningechukua hatua. Lakini hujachelewa bado. Wakati ni sasa hivi. Wokovu ni sasa hivi. Kama wewe ni Muislamu, kama wewe ni Mbudha, kama wewe ni Mhindu, kama wewe huna dini, ni wakati wako wa kumkiri Kristo Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kinywa chako. Ukachukua hatua, ukabatizwa. Ukachukua hatua, ukaamini kwamba alikufa na akafufuka tena. Na aliyemfufua nani? Ni Roho Mtakatifu. Ukakubali kumweka ndani ya moyo wako. Ukamvaa Yesu Kristo aliye hai milele. Na ukawa na neno lake ambao ni roho wake ndani yako. Hapo safari ya kwenda kwa Baba itakuwa imekamilika. Na njia utakuwa umeshaipata ambaye ni Kristo. Na muhuri ambaye ni Roho Mtakatifu utakuwa nao. Nawapenda in Jesus holy name. Thank you.